tumeona tumetolewa hapa taarifa za miradi ya maendeleo na wote ni mashuhuda. Miradi mikubwa ya maendeleo, reli ile ya kisasa inazidi kuelekea kufika Mwanza, na tunategemea si muda mrefu sana reli ile itaanza kufanya kazi, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu kubwa reli ile kukamilika kufika Mwanza, ili kuweza kuleta hamasa kubwa ya maendeleo kwenye mkoa wa Mwanza na kanda zima ya Ziwa na nchi nzima kwa ujumla. Tunampongeza sana rais wetu kwa kazi kubwa anayofanya. Imetolewa mifano mingi, tumeona miradi mingi inaendelea. Juzi tu, wengine tulikuwa mbali, lakini tulishuhudia meli ile mpya kubwa ya kisasa, kubwa kupita zote kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, ikizinduliwa hapa Mwanza. Waziri mkuu alikuwa hapa, tuliona viongozi wote wa mkoa na wananchi mlishiriki. Ile nayo itachangia sana katika maendeleo ya mkoa wetu. Lakini tumeona kuna miradi mingi, ukiachilia miradi ya ujumla tu ya kitaifa na ya mkoa. Tumeambiwa, nimepewa taarifa kwamba kuna mradi wa maji kutoka Hungumawa bilioni 10 uko njiani na uko kwenye, ni kama umeshakamilika kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inapeleka huduma za wananchi walipo na kuwaondolea zile kero kubwa ambazo ni mahitaji ya muhimu kwa wananchi wetu. Vile vile ukarabati wa mradi wa maji kilomita 25 wa Muhalo kwenda Ngudu. Vile vile tuna mradi wa maji wa Ukiriguru Koromije Sumve bilioni 32. Tumeambiwa miradi hii ndio ambayo inaenda kuondoa kabisa kero ya maji kwenye wilaya yetu ya Kwimba na haswa mji wa Sumve. Mradi huu unaoleta maji Sumve kupitia Koromije, serikali itaweka bilioni 32. Kwa hiyo ni fedha nyingi, lakini ambayo wananchi wa Sumve na maeneo mengine ya wilaya hii wanastahili kwa kazi kubwa wanayofanya ya kulinda na kujenga nchi yetu. Kituo cha afya Sumve milioni 900 kimekamilika sasa. Tunaona chuo chetu cha michezo cha Malia zimewekwa fedha nyingi, na tujue wananchi kwamba taasisi hizi kubwa zikiwepo katika jamii nazo zinaleta chachu kubwa sana ya maendeleo katika maeneo husika. Mkoa wetu wa Mwanza katika elimu umepokea takriban bilioni 196 kwenye programu zote za elimu kwenye mkoa wetu wa Mwanza. Lakini vile vile katika maji vijijini kwa ujumla wake bilioni takriban 264, maji mijini bilioni 164, lakini na vivuko mbalimbali, tukijua kwamba mkoa wetu umezungukwa na ziwa Victoria kwa kiwango kikubwa, kwa vivuko mbalimbali vya kufika maeneo kupitia kwenye ziwa, navyo kuna fedha nyingi zaidi ya bilioni 18 zimewekezwa. Mkuu wa mkoa amesema, na leo tukiwa tunaadhimisha miaka 49 mkoa wetu umeendelea kuwa kinara wa amani kutokana na sera za Chama cha Mapinduzi. Ndugu mgeni rasmi, wewe umeona tumepita kwenye banda lile la maonyesho la chama, tumeona ni jinsi gani chama chetu ambavyo kimeendelea kuwa na demokrasia nchini kwetu. Kwanza, kimekuwa na sifa kuu ya viongozi wake kuachiana nafasi au muda unapofika anaingia kiongozi mwingine na bila vurugu yoyote. Kwa hiyo ni sifa ya chama chetu cha Mapinduzi. Lakini kama tunavyofahamu, kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni kudumisha amani, umoja na mshikamano. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, naomba nikuhakikishie kimeendelea kuwa kinara wa amani, umoja na mshikamano. Hii juzi matokeo ya kidato cha 4 yametoka, ambapo mkoa wa Mwanza tumekuwa kinara kwa matokeo ya kidato cha 4. Kwa hiyo tunawapongeza sana wana Mwanza, na wito wangu sasa, wanafunzi wote
waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza basi tuhakikishe wamekwenda shule, kwani hadi hivi leo tayari 71% ya wanafunzi wote 70,000 waliochaguliwa kuingia kidato cha kwanza wamekwisha kuripoti shule. Ninawashukuru wazazi waliopeleka watoto shule. Wale ambao hawajafanya hivyo basi wafanye hivyo, ili 100% ya watoto wetu waanze kidato cha kwanza kwa mwaka 26.